Ukizungumza barani Afrika, moja kati ya wakuu wa nchi kwa maana ya rais ambao wana mvuto na wanaungwa mkono na wananchi wa nchi hizo kwa kiasi kikubwa, huwezi kuacha kumtaja Captain Ibrahim Traore ambaye ni rais wa nchi ya Burkina Faso, ambapo kwa Tanzania mchezaji Stefan Aziz Ki ndio mchezaji ambaye anatoka katika nchi hiyo, kwa maana ya rais wa Stefan Aziz Ki ni Ibrahim Traore. Bila shaka mpaka hapo utakuwa umenipata vyema kabisa. Captain Ibrahim Traore yeye ameonyesha kwamba yuko vizuri katika maeneo yote, sio tu katika uga wa kisiasa, hata upande wa michezo. Hii ni mara baada ya kushiriki katika mchezo wa kirafiki ambao umechezwa kati ya ofisi ya rais pamoja na nyota wa zamani wa soka barani Afrika, ambapo rais huyo alifanikiwa kufunga hat-trick kwa maana ya mabao matatu katika mchezo ambao ulitamatika kwa timu yake ya Ibrahim Traore kushinda mabao 3-2 dhidi ya wakongwe hao wa soka barani Afrika, ambapo mchezo huo uliochezwa siku 3 zilizopita ulikuwa ni ishara iliyoangaziwa na uungwaji mkono thabiti ulioonyeshwa na magwiji wa zamani wa soka barani Afrika kwa watu wa Burkina Faso. Na moja kati ya magwiji ambao walishiriki katika mchezo huo ni JJ Okocha, Emmanuel Adebayo pamoja na wengine wengi, na watu wengi sana wameonyesha kufurahishwa kwa rais Ibrahim Traore kuweza kucheza mpira, kwa sababu wengi waliamini kwamba kwa sababu yeye ni captain wa jeshi au kiongozi wa juu wa jeshi hawezi kushiriki katika masuala kama haya. Sasa wanapomuona kiongozi wa jeshi pia ni rais kuweza kushiriki katika masuala mazima ya kimichezo, sio tu kutazama lakini kwenda yeye moja kwa moja kucheza, basi hii imeshtua watu wengi sana, na watu wengi wameonyesha ishara ya kufurahishwa na tukio kama hili. Lakini pia kilichowafurahisha watu zaidi ni kufunga mabao 3 katika mchezo huo, na imeonyesha kwamba ni moja kati ya mafundi wa soka barani Afrika kwa upande wa viongozi, na wengi wakatamani ipo siku basi hata viongozi waingie katika dimba la soka wacheze mechi, tuone kiongozi upi yuko vizuri katika masuala mazima ya kimichezo. Kwa hiyo Ibrahim Traore anaonyesha kwamba yupo vizuri nje na ndani ya dimba la soka. Kwa hiyo vitu kama hivi vinafanya rais wa nchi hiyo aendelee kuwa na mvuto, si tu ndani ya nchi ya Burkina Faso bali hata nje ya nchi ya Burkina Faso. Tunafahamu Waafrika wengi sana wanamkubali rais huyu na wanaona ni moja kati ya nguzo za Afrika, namna ambavyo wanawasaidia watu na namna ambavyo wanafanya mambo yake kwa ufasaha, ambapo hivi karibuni Traore alikuja na ajenda kwamba wazee katika nchi ya Burkina Faso watapata huduma ya maji na umeme bure kabisa. Lakini pia hata kauli zake za kishujaa kuna namna zinawavutia watu wengi zaidi barani Afrika na hata nje ya mipaka ya Afrika. We need to strengthen our friendship with Captain Ibrahim Traore as we convince him to allow our military bases in his country. Hii ni kauli ambayo ilitolewa na rais wa nchi ya Ufaransa Emmanuel Macron, ambapo Captain Ibrahim Traore yeye alijibu kwa ujumbe ufuatao. Akasema, but you are already friends with USA, Britain, Brazil, Canada. Do you have any military bases in those countries? Ambapo kwa Kiswahili nikianza na rais wa nchi ya Ufaransa, yeye alisema kwamba tunahitaji kuimarisha urafiki wetu na Captain Ibrahim Traore na tunamshawishi kuweka kambi za kijeshi katika nchi yake. Lakini Captain Ibrahim Traore yeye akaja na kujibu na tafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Captain Ibrahim Traore yeye alikuja kujibu kwamba lakini mmekwisha kuweka tayari urafiki na nchi ya Marekani, Uingereza, Brazili na Canada, lakini hamna kambi za kijeshi katika nchi hizo. Kwa hiyo hii ni moja kati ya kauli ya kishujaa kwa rais Captain Ibrahim Traore.
kwa sababu kama anaweza kujibizana au kama anaweza kupinga ile kauli ambayo inakuwa imetoka kwa viongozi wakubwa, ukizingatia Emmanuel Macron ni moja kati ya viongozi wakubwa pale nchini Ufaransa. Kiongozi wa Afrika huyu kumpinga ni moja kati ya ujasiri wa hali ya juu, na inaonyesha kwamba namna ambavyo anajiamini. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo nimekuandalia siku ya leo, mwanafamilia wa Mbayu TV. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuisupport YouTube channel yetu kwa kusubscribe, lakini pia kwa kucomment. Basi endelea kufanya hivyo ili usipitwe na taarifa mbalimbali ambazo zinatoka kila siku, lakini pia tufollow pale Instagram, jina letu ni Mbayu TV. Asante, endelea kuwa nasi. Langu jina ni Martin Mbilinyi.